tutatembelea halmashauri ya wilaya ya Mbeya. Itakuwa na miradi ya thamani ya shilingi bilioni 1.3. Na miradi hii itatembelewa, tutaupokea mwenge wetu wa uhuru kupitia njia ya Inyala. Kuna eneo linaitwa Makwenje kule mpakani mwa Mbarali na halmashauri ya wilaya ya Mbeya, sababu sisi tutaupokea kutoka halmashauri ya wilaya ya Mbarali. Tukitoka pale, mwenge wetu wa uhuru utaenda kuzindua mradi wetu wa oxygen plant. Sisi halmashauri ya wilaya ya Mbeya kupitia mapato ya ndani tumetengeneza plant ya oxygen tunazalisha, na tutategemea kuiuza kwenye vituo vya afya na hospitali tulizokuwa nazo, hata kwa mkoa mzima na hata mikoa jirani. Tutakapoanza kuuza tutatangaza. Kwa nini tulivumbua mradi huo? Kwa sababu tumeona kulitokea changamoto ya magonjwa ya mfumo wa hewa na watu wengi walipata tatizo la kukosa oxygen. Sasa sisi kwa kutumia mapato yetu ya ndani na kutumia mifumo ya GoTHOMIS, tulivyopata mapato ya kutosha, tuliona ni heri tukafungua plant ya oxygen. Kwa hiyo ni mradi ambao unaonyesha jinsi tunavyopokea pesa ya serikali na kuitendea haki na kufungua kitu ambacho kwenye afya kinatusaidia. Na mradi mwingine ambao mwenge wa uhuru utaupitia ni mradi wa bwalo na matumizi ya nishati safi. Mradi huo utakuwa kwenye shule yetu ya sekondari ya Imezu, ipo kata ya Inyala. Tutaweka jiwe la msingi kwa sababu ni bwalo kubwa ambalo litatusaidia wanafunzi wetu waweze kupata eneo la kupata chakula na kufanya mikutano mbalimbali. Lakini hatukuishia hapo. Nishati safi, tutagawa mitungi ya gesi kwa kaya maskini. Namkuta mwingine anashindwa kununua mtungi wa gesi, lakini anaisikia gesi. Tukazungumza na wenzetu wa Orix, tukanunua mitungi. Tutachukua kaya maskini kutoka kata ya Itewe na kata ya Inyala. Tumechagua walengwa wachache kati ya walengwa ambao tuliokuwa nao, tumechagua kama walengwa 56. Wengine tutawagawa kutoka kata ya Inyala na kata ya Itewe. Tukimaliza hapo tutakwenda kuzindua mradi wa maji huko katika kijiji cha Shamwengo. Ni mradi mkubwa na unatoa huduma kwa wananchi. Hatukuishia hapo, tukasema mwenge wetu utakwenda kwa ajili ya ujumbe mahususi wa mbio za mwenge wa uhuru ili tuweze kuisikiliza falsafa nzima ya mbio za mwenge, na hasa katika kutuhamasisha kujitokeza kupiga kura kwa umoja wetu kwa amani na utulivu siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, na vile vile zile jumbe za kila siku ambazo ni mapambano dhidi ya rushwa, ukimwi, madawa ya kulevya, malaria. Nayo tutaona tutakapofika kwenye eneo la chakula ambalo kuna mdau wetu anamiliki shule binafsi inaitwa Magabe Sekondari. Pale ndio mwenge utakula chakula pale, na tutakuwa na mradi wa mapambano dhidi ya rushwa na ukimwi. Mapambano dhidi ya ukimwi. Mdau huyu ameshirikiana na halmashauri, yeye ni mzalendo na anaupenda mwenge wa uhuru. Kwa hiyo mwenge utajumuika na yeye na tutashirikiana naye, na amejitolea kwa hilo. Tukimaliza hapo tunaweza tukawasili eneo la mradi wa daraja la Idiga. Baadaye tunaenda kwenye eneo la mkesha. Kwenye mkesha tutakeshea katika kata ya Utengule Usongwe, eneo la stendi tarafani, Shime
wananchi wote tujitokeze kwa umoja wetu, tukiushangilia Mwenge wa Uhuru, tukiupokea kupitia miradi, kuona miradi ya vijana ambao tuliwakopesha kwa kupitia fedha zetu za 10%, ambayo hiyo 10% huwa tunaigawa kwa wanawake, vijana na wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo tunao vijana, mtaona kuna vijana wamefungua kampuni, wanachakata mahindi, wanatoa unga lishe. Na vile vile tutaona kongamano la vijana pale kwenye uwanja wa Mkesha. Na mtawaona vijana wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya, kila mmoja atapata elimu na atasema amefanya nini kwenye eneo ambalo anatoka kwenye kata yake. Kama nilivyosema awali, tuna kata 28 na tuna mazingira ambayo sio rafiki sana, mengine unaenda zaidi ya kilomita 150 na lazima mengine upite mkoa wa Songwe. Kwa hiyo halmashauri yetu jiografia yake ilivyokaa inahitaji sana msaada wenu, na hasa pia hata katika shughuli za kuwaendeleza vijana. Asanteni sana.